Yes, bwana, haujambo na karibu sana mwana michezo wetu wa channel Yanga Habari TZ. Bwana, muda huu tunakuangazia taarifa za usajili pamoja na tetesi ambazo zinaendelea kutoka ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, taarifa njema muda huu kutoka pale kwenye viunga vya Jangwani ambapo ameweza kusikika mchezaji mpya ambaye ameweza kusajiliwa na Yanga na ameweza kuthibitisha kuwa ana furaha ndelemo kujiunga na Young Africans kwa sababu ilikuwa ni matamanio yake toka muda mrefu kuwa aweze kujiunga na Young Africans. Bwana, huyu ni mchezaji Mabululu ambaye aliweza kuimbwa kwa muda mrefu kuweza kujiunga na Young Africans, lakini iliweza kushindikana kwa sababu ya kifedha, ambapo Yanga alikuwa akiweza kufanya mashindano na vilabu vikubwa kuweza kutafuta sahihi ya mchezaji huyu ambaye kwa hivi sasa tayari yupo hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kujiunga na Young Africans. Bwana, ni maoni yako sasa kwa shabiki wa Yanga juu ya taarifa hizi? Bwana, hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, mchezaji Mabululu ameshaweza kutua kwenye viunga vya Young Africans ambapo aliweza kuja mara kadhaa hapa nchini Tanzania na sajili zake ziliweza kushindikana. Yanga pale walipoweza kuhitaji sahihi yake, basi iliweza kushindikana kwa sababu bwana, vilabu mbalimbali vilikuwa vikiweza kumuania mchezaji huyu kwa sababu ya uwezo aliweza kuwa nao. Hatimaye mwaka huu sasa Yanga wameweza kufanikiwa mara baada ya rais wa klabu ya Young Africans kuweza kuahidi mashabiki zao kuwa ataweza kufanya lolote mpaka sajili kubwa ziweze kutua hapa jijini Dar es Salaam, na hatimaye tayari usajili mkubwa wa moja ya mchezaji mwenye profile ya viwango vya hali ya juu bwana, akiwepo huyu Mabululu kuweza kutua kwenye viunga hivi vya Young Africans. Bwana, hii ni kazi ya rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi ambaye ameweza kuahidi makubwa msimu huu wa 2026-2027 kuhakikisha kuona klabu ya Young Africans inakuwa ni timu ya kwanza hapa nchini Tanzania kuweza kubeba kombe la klabu bingwa barani Afrika. Bwana, hiki ndicho ambacho kinasubiriwa na mashabiki wengi kuona, je, yale aliweza kuyathibitisha rais wa klabu ya Young Africans juu ya klabu yao, je, yataweza kutimia au itaweza kuwaje? Basi Yanga Africans na rais wao Engineer Hersi ndio ambaye anatamani kuona klabu yake inachukua kombe hilo ambalo linawaniwa na vilabu mbalimbali kutoka hapa nchini Tanzania vikihitaji kuvunja rekodi ya kuchukua kombe hilo la CAF. Bwana, je, Yanga wataweza kufanikiwa kuweza kubeba kombe hilo? Bwana, lakini kwa sajili hizi basi tunatazamia kuona Yanga wataweza kuleta challenge kubwa kwenye michuano hiyo ambayo wanakwenda kuwekeza nguvu kubwa kwa ajili ya kwenda kupepetana na sajili hizi ambazo anazifanya Engineer Hersi, rais wa klabu hiyo, ameweza kuthibitisha kuwa sajili hizi ni kwa ajili ya michuano mikubwa ya kombe la CAF Champions League. Huko ndiko ambako wanawekeza nguvu kubwa kwa ajili ya kuweza kujihakikishia kuchukua kombe hilo la CAF ambalo wanahitaji wao kama Young Africans, na ni klabu kubwa hapa Tanzania, basi iweze kuwa na kombe hilo. Je, wataweza kufanikiwa kwenye swala hilo au itaweza kuwaje? Bwana, kwa hiyo unaweza kujiunga nasi, basi hakikisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na update mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunakuwa tunaziachia ndani ya masaa 24 kutoka nchi yako pendwa kabisa
ya Yanga Habari TZ. Bwana, ni Mabululu ambaye ameweza kuthibitisha kuwa ana furaha kuweza kujiunga na klabu hii ya Young Africans, ambapo alikuwa anatarajia kujiunga kwa muda mrefu, lakini haikuwa riziki yake mpaka hii leo ilipoweza kufika siku hii ya kuweza kujiunga na klabu hii ya Young Africans. Ameweza kuushukuru uongozi wa Young Africans kwa kuona uwezo wake na kuweza kumleta hapa nchini Tanzania, na ameweza kuwashukuru na kuwaomba mashabiki wa Young Africans basi waweze kujitokeza siku ya utambulisho wao, waweze kujitokeza kwa wingi pale Benjamin William Mkapa siku ya utambulisho wa wachezaji wapya ambao watakuwa wameweza kusajiliwa na klabu hii ya Young Africans. Bwana, hayo ni maneno ya Mabululu mara baada ya kuhojiwa hii leo na mwandishi wa habari pale kwenye viwanja vya mazoezi ambavyo wanavifanyia wachezaji wageni wa Young Africans ambao wameweza kuja hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kuingia mkataba na klabu hii ya Young Africans na kuweza kuitumikia klabu hii kwa nguvu kubwa kuelekea msimu huu 2026-2027 kwenye makombe mbalimbali ambayo Young Africans anahusishwa nayo. Bwana, kwa wewe shabiki wa Yanga, kwa wewe shabiki mwanasoka, basi kitu cha kufanya kisha una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na taarifa mbalimbali za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24 kutoka kwenye channel yako pendwa kabisa ya Yanga Habari TZ. Bwana, na muda si mrefu basi tutaweza kusogezea mchezaji mwingine ambaye ameshaweza kusajiliwa na Young Africans. Bwana, sajili ambazo zimeweza kufanywa na Yanga bwana, kwa hivi sasa ni sajili nyingi ambazo hatuwezi kuzithibitisha rasmi, lakini wachezaji ni wengi ambao tayari wameshaweza kusajiliwa, na kilichoweza kusalia ni siku ya utambulisho, siku ya tarehe ambayo itapangwa na uongozi wa Young Africans kwenye kwenda kuwatambulisha wachezaji wapya ambao tayari wameshaweza kuwasajili kwenye msimu, kwenye dirisha hili ambalo linaendelea bado, na usajili bado zinaendelea, na thank you bado zitaendelea kutoka hivi karibuni. Baadhi ya wachezaji watakwenda kuachwa, basi tutakwenda kuwathibitishia na kuwatangazia ni nani na nani amekwenda kuachwa na nani na nani amekwenda kusajiliwa. Bwana, hii ni Yanga Habari TZ, na usisahau kusubscribe channel yetu. Chini ya hiyo video yako kwenye maneno aliyoandikwa subscribe, basi gusa maneno hayo na kisha itatokea alama ya kengele pia, na kisha nagusa ili usiweze kupitwa na notification za kazi zetu pale tu zitakapoweza kutoka. Basi kwa wewe uliweza kusubscribe channel yetu, ndio utakuwa mtu wetu wa kwanza kabisa kupata taarifa hizo za usajili pamoja na tetesi ambazo tunaendelea kuziachia ndani ya masaa 24.